forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Naam, hebu tuzungumze leo kuhusu kuja kwa Bwana. Hebu tufungue Waebrania sura ya 8 mstari wa 6. Anasema, lakini sasa huduma yake ni bora zaidi, kwa kuwa yeye ni mpatanishi wa agano lililo bora zaidi, ambalo liliwekwa kwa ahadi zilizo bora zaidi. Nilitafuta neno mpatanishi kwenye kamusi na kusema kuwa ni mtu anayepatanisha kati ya watu wawili au zaidi, kufikia makubaliano katika jambo. Kwa hiyo anasema kwamba mpatanishi hana budi kuwepo na watu wengine kuweza kujadili, kuona kama watu hao wanakubaliana juu ya jambo hilo. Kwa hivyo hapa haisemi mpatanishi kuhusu damu aliyomwaga. Wakati huo, huyu hapa mpatanishi akizungumzia agano jipya. Kwa hiyo hilo agano jipya inabidi ifafanuliwe. Hapana, hawezi kufika kama watu wengi ulimwenguni wanavyofikiria. Ndiyo maana vyombo vya habari hawatuelewi. Wakati sisi tunasema Bwana alikuja, kwa sababu wao wanahitaji kufanywa upya nia zao. Pia wamechafuliwa na miaka 2000 ya taarifa potofu. Kwa hiyo wanafikiri kwamba ujio wa pili wa Bwana ni mwisho wa dunia, wakati ulimwengu hautaisha, kwa sababu dunia hii haiendi mwisho. Kinachoenda kuisha ni mfumo uliopo katika ulimwengu huu. Lakini nchi Zaburi husema ni imara, kwa maana Bwana ndiye anayeitegemeza na kuitegemeza. Ina maana kwamba ulimwengu huu hautalipuka. Dunia hii inaendelea licha ya mambo yote yanayotokea, kama vile ajali, vita, mabomu ya atomiki, lakini dunia itaendelea kusimama. Sasa wanafikiri kwamba Bwana ajapo, Bwana anakuja katika wingu, anajifunua mwenyewe na kukusanya wateule wote na kuwachukua. Inabadilisha miili yao na kuwaondoa. Lakini basi ukifanya hivyo huwezi kupatanisha. Agano jipya lingepaswa kuwa mpatanishi katika mahali pa kimbingu, ambako ndiko wangesema watachukuliwa. Na wanasema kwamba watakapozichukua zitakuwa kwenye barabara za dhahabu, na kwamba bahari itafanywa kwa kioo, haina maji, ni kioo, mitaa ya dhahabu. Na ni ngumu kuzingatia ikiwa unatembea kupitia dhahabu na kutazama bahari ya glasi. Kwa nini uzingatie mpatanishi huyo wa mapatano mapya? Kwa jinsi mambo yalivyo, hakuna haja ya kufanya upatanishi tena. Kwa sababu basi, kwa kuwa tayari upo, kwa nini ueleze au kukuambia kitu kingine chochote ikiwa kila kitu tayari kimefanywa? Na agano jipya linakuja kukupa maelekezo, kukutayarisha kwa ujio huo. Hivyo, ningesema kwamba usiku wa leo tunaweza kuzungumza kutoka kazini ya ujio wa pili wa Bwana, kazi anayopaswa kufanya na kanisa. Anasema neno. Hebu tuone Waebrania 12:24, ambapo pia anazungumzia mpatanishi. Anasema kwamba tumemkaribia Yesu, mpatanishi wa agano jipya. Tayari ni ile damu iliyonyunyizwa inayosema vizuri zaidi kuliko ile ya Habili. Angalieni, msimkatae yeye asemaye. Yaani anayezungumza ndiye anayepatanisha. Kwa kuwa yeye ndiye mpatanishi, msimkatae, kwa sababu anawaeleza ninyi agano jipya. Anasema, kwa sababu ikiwa wale waliomkataa yule aliyewaonya duniani hawakutoroka,
Zaidi kidogo sisi ikiwa tutatupa. Ni kazi ya siku zijazo, ingawa Pablo amejumuishwa. Kwa maana mnajua kwamba anakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Kwa hiyo hata katika wingu la mashahidi hawezi kutupilia mbali. Anasema si zaidi sisi kukataa yeye ambaye si kutoka mbinguni, lakini kutoka mbinguni. Tayari tumezungumza juu ya mbingu kuwa hapa chini, sehemu za anga. Kwa hiyo huwezi kuikataa sauti hiyo, kwa sababu sauti hiyo inakuja kukueleza Agano Jipya ni nini. Yeye ni mpatanishi, yule anayefafanua Agano Jipya. Sasa akija kwa wale wanaoingojea, kwa sababu kama si mimi, vizuri, hakuna tatizo. Sio shida kwangu ikiwa sio mimi. Lakini wakimsubiri mwingine, nitawapa sifa za atakayefuata ili wasimkatai pia. Ndiyo maana wakishindwa na mimi na wakashindwa na yule mwingine wanayemngoja, basi watakuwa tayari wameingia kwenye matatizo mawili. Hebu tuangalie barua ya pili kwa Wakorintho sura ya 3 mstari wa 9. Maana ikiwa huduma ya hukumu ilikuwa na utukufu, hiyo ndiyo huduma ya Musa. Kuna wizara mbili tunapaswa. Najijumuisha, inabidi nirekebishe yafuatayo ninaposema kwamba mtu ana huduma ya sifa, huyu ana huduma ya kufungua makanisa, huyu ana huduma ya kusaidia. Hapana. Kuna huduma moja tu. Ndiyo, ni moja tu. Iwe hapa au la, ifahamike wazi kwamba hakuna huduma nyingi. Kuna karama na kazi nyingi, lakini huduma ni moja. Ndiyo. Ni kwamba wakati mwingine mtu anachanganyikiwa na kusema, hey, huyo ndugu ana huduma ya sifa, na huyu mwingine ana huduma ya kushirikishana neno, huduma ya utoaji. Hapana. Ana kipawa cha kutoa. Amejaliwa zawadi hiyo. Basi kuna karama nyingi, lakini huduma ni moja. Kwa sababu ni roho moja. Na roho hiyo imejitolea kwa huduma moja. Na kisha kulikuwa na wizara mbili. Moja imekwisha muda wake, ambayo ilikuwa ni ile ya hukumu, imekwisha. Kwa maana kama akisema kwamba huduma ya hukumu ilikuwa, yaani haipo tena. Kisha huduma ya kile ambacho kitazidi sana katika utukufu. Huduma hiyo ndiyo iliyokuja na utukufu. Kwamba mpatanishi anakuja kueleza ni nini, jinsi inavyofanya kazi. Kwa mfano, lazima uelewe kwamba huwezi kuchanganya mbili. Hizo huduma mbili za hukumu. Je, umewaona watu wanaotetea amri 10? Naam, wanachanganya. Au kwa watu wanaofikiri kwamba Musa ana jambo la kufanya na agano hili, kumbe wanachanganya mambo. Katika huduma hiyo kuna mitume wawili. Mmoja wao aliwakilishwa na mitume 11 ambao ni ule wa hukumu. Na wizara hii ya kuhesabiwa haki kunawakilishwa na mtume mmoja. Hakuwezi kuwa zaidi ya mtume mmoja. Unajua kwamba kuna watu wengi huko nje leo wanaojiita mitume. Kwa hiyo ikiwa kuna mitume wengi, basi kuna huduma nyingi. Kwa hiyo hii si wizara tena, au ni wizara nyingine. Lakini hakuwezi kuwa na huduma zaidi ya moja, kwa sababu ni huduma moja tu. Ni roho moja. Kuna huduma moja tu. Kwa mfano, hakuna familia mbili za imani. Kuna familia ya imani. Ni moja. Ikiwa ni sisi, basi hakuna familia nyingine ya imani. Kwa sababu ni moja. Anasema familia ya imani. Wizara ya kuhesabiwa haki. Kwa hivyo, tunapaswa kurekebisha msamiati wetu, kwa sababu kuna mambo ambayo wakati mwingine hatuelewi. Kwa mfano, nia ya Kristo. Paulo alisema tunayo nia ya Kristo. Mitume hawana. Sasa mimi na Timotheo aliye hapa pamoja nami tunayo nia ya Kristo. Na kisha ikiwa mtu aliuliza Paulo, vipi kuhusu Petro? Hapana, Petro ana mawazo ya Musa. Kwa sababu Petro ni mfuasi wa agano hilo kabla ya msalaba. Sasa huduma zote za Kikristo zinatumia mitume. Wanafikiri kwamba mitume 11 na Paulo walikuwa marafiki. Na hawakuweza kuwa marafiki kwa sababu ni hivyo. Maji na mafuta hazichanganyiki, kwa sababu unachanganya hukumu na kuhesabiwa haki. Na ikiwa ni kuhesabiwa haki, hakuna hukumu tena.
Kwa sababu Kristo ndiye mwenye kuhesabia haki. Kuna ama hukumu au kuhesabiwa haki. Lakini hapawezi kuwepo nimehesabiwa haki na kesho nitahukumiwa. Kwa sababu basi haitakuwa na maana. Kwa hiyo katika huduma hizo mbili, moja iko na nyingine haipo tena. Kwa hiyo Paulo anaposema, hebu tuone waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 2 mstari wa 16. Tazama jinsi Paulo anavyoeleza. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Nani atamfundisha? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Niachie aya kwenye skrini. Nani atamfundisha? Kwa mfano, unajua hilo. Katika huduma hii anayefundisha ni akili ya Kristo, si Joss Lewis. Ndiyo maana hii inaweza kufikia mahali ilipo bila kuingilia kati kwangu. Na maanisha yeyote anayeitazama huduma hii kwa mbali anafikiri kwamba mimi huamka Jumatatu saa 5 asubuhi ili nipate muda wa kushughulika na makutaniko 313 huko. Na kisha fikiria, itakuwa vigumu kwa mtu mmoja peke yake, na hata kwa msaada itakuwa vigumu. Na uwaweke katika umoja. Tutazungumza juu ya hilo katika hatua inayofuata. Waweke katika umoja wa Roho. Kuzungumza kitu kimoja. Sasa ni nani anayeshikilia hilo? Mara tu Paulo anapokuwa na nia ya Kristo, anaikabidhi kwa Timotheo. Kwa hiyo Timotheo anazungumza kama yeye. Ndiyo maana anasema, namtuma Timotheo kwenu, kwa sababu atawajulisha njia zangu na jinsi ninavyofundisha katika makanisa yote. Kwa sababu hiyo akili inachofanya inaondoa akili yako. Anasema, mkifanywa upya rohoni, mfanywe upya ufahamu wenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, kwa maana kwa nia ya Kristo. Unaona vizuri, lakini kwa akili yako utaona shida kubwa sana. Lakini ukijifanya upya, kabla hatujaweza kujifanya upya. Ulitaka kujisasisha na nini? Ikiwa kilichokuwepo ni huduma ya hukumu na wakia 2 au 3 za kuhesabiwa haki. Na maanisha ilikuwa ni mchanganyiko wa 90% ya laana. Na kusema kwamba wako katika Agano Jipya, wanatumia 10% ya nyaraka za Paulo, lakini zilizochanganywa na kanuni za msingi na shetani na dhambi. Naam, ni mchanganyiko. Kukuwa na chochote kilichosalia. Ni kama wakikupunguzia kitu halafu ukasema, tazama, nipe soda ile inayoonekana nyekundu. Na unapojaribu, ni maji. Hii haina ladha kama chochote. Na ni kwa sababu waliipunguza sana. Kwa hiyo kuna mtu hangeweza kupata mawazo ya Kristo kwa sababu ni nani atamfundisha Kristo? Kwa mfano, unajua kwamba huduma zote zina baraza la wachungaji. Halmashauri hukutana kila mwezi na kanisa lililo chini yao lina ubao mwingine. Kwa hivyo, hivi ndivyo mwanadamu anavyotawala juu ya wanadamu wengine. Kila kanisa lina bodi. Kwa hiyo mchungaji anayefika ni mfanyakazi. Ili bodi hiyo ya wakurugenzi ambao wanaweza kuwa waweka hazina, marais wa shirika, katibu na wanachama mbalimbali. Wacha tuchukue inaundwa na watu 6 au 5 au 7, hata kama unataka wengi. Kwa hiyo watu hao 7 wanaamua na kusema tunahitaji mchungaji. Sasa katika Agano Jipya haifanyi kazi hivyo. Kwa mfano, hii ndiyo makao makuu ya wale 313. Hata katika hili hakuna bodi inayokutana kuamua mambo. Hatuna mikutano ya kila mwezi kusema vizuri tutafanya nini na familia hii. Kwa maana ni nani atakayemfundisha? Zingatia tofauti kati ya kile tunachozungumza, aina ya serikali. Kwa sababu hawakufanywa upya nia zao, hawana nia ya Kristo, hawaifuati injili ya watu wasiotahiriwa. Kwa hivyo wanafanya kazi kama serikali ya kidemokrasia. Sasa, serikali ya Mungu ni nini? Na nini kingine tunaweza kulinganisha naye? Udikteta, kwa sababu Mungu haombi mtu ushauri.
Kwa hiyo asema, ni nani atakayemfundisha? Kwa hiyo mpatanishi wa Agano Jipya anakuja kuwaambia mambo haya. Ninajadiliana nanyi jambo ili kuona kama mtanisuluhisha na kuafikiana kuhusu jambo hili. Tunashughulika na mnyama mkubwa wa kidini mwenye umri wa miaka 2000. Na kwa kuwa kila mtu huko anafikiria tofauti, kila mmoja anavuta upande wake ya pekee kwa uaminifu pekee. Mahali duniani ambapo makanisa 313 bila karatasi zilizosainiwa wanatishwa na kunena kitu kimoja, ni huduma hii. Kama ni mimi na nikasema sawa, Baba yangu, na Baba yako ni nani? Ni Baba sawa na wako. Hiyo inakaa ndani yangu, ilichukua mawazo yangu. Kwa hivyo katika akili yangu anaelekeza. Kwa mfano, yeyote anayenipa ushauri, hata awe nani, nasikia kwa utaratibu, halo, asante, ninaidhamini sana. Lakini ninaenda nikifikiria na nikasikia sauti inayoniambia ambayo siyo ya hapa. Lakini basi, ili nisimuudhi mtu huyo, nasema wacha nifikirie. Kwa sababu ningeweza kujibu nini kingine? Siwezi kukuambia najua zaidi yako kwa sababu sijui chochote pia. Ni kwa akili ambapo wazo linanijia na kuniambia fanya hivi. Kwa mfano, nimeonywa kuhusu watu fulani ambao wamefika hapa. Kumekuwa na watu wananiambia, tazama, kuwa makini na mwanamke huyo, kwa sababu mwanamke huyo ni mbaya. Na kuwa makini na mtu huyo ni jambazi. Na ndivyo tunataka kwa wanyonge, dhaifu. Je, mtu huyo ni dhaifu? Ndiyo maana unamkosoa. Hakika, kwa sababu hawawezi kusimama watu dhaifu pale. Lakini hapa ndio mbaya zaidi, ni bora zaidi. Kwa kawaida mtu anapokuonya kuhusu mtu fulani kulingana na silika hiyo ya kibinadamu inadhaminiwa. Lakini mimi si makini na hilo. Ndiyo maana anasema hupaswi kuzingatia kile unachosikia na kuona. Akizungumzia mzizi wa Yese, anasema hatazingatia yale ambayo masikio yake yanasikia au yale ambayo macho yake yanaona. Kwa sababu mtu anaweza kuja hapa akiwa na pete, tattoo kwenye jicho moja au tattoo usoni, na anaweza kuonekana mbaya zaidi kuliko Kike Tantula ambaye alikuwa jambazi wakati wangu. Na hilo silioni kwa sababu ninachokiona ni moyo, akili. Mionekano ni ya kudanganya. Ndiyo maana anasema watakuja wamevaa kondoo wakiwa mbwa mwitu ndani. Sasa wakija kama mbwa mwitu kwa nje, nikaona ni kondoo kwa ndani, ndiyo inanipendeza. Kwa hiyo kuna huduma mbili, moja ilikuwa, nyingine iko. Injili mbili, moja ilikuwa, mwingine ni. Mitume wawili, mmoja alikuwa na mwingine yuko. Hizo zinabaki. Waefeso sura ya 4 mstari wa 3. Kujitolea katika kuhifadhi umoja wa roho. Umoja wa wizara, sawa. Kwa sababu huduma ni roho. Kwa kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, sio kupigana. Mwili ambao una kichwa na roho inasaidia. Kwa mfano, katika hili, katika huduma, uliona kwamba ningesema jambo lingine na kujirekebisha. Nilikuwa naenda kusema katika huduma hii, nikimaanisha kwamba kuna nyingine. Katika huduma ya roho, tuna hamu ya mambo yale yale kusemwa na mambo yale yale kufikiriwa. Daima kuna nafasi. Eleza mambo. Lakini lengo ni hilo, kwenda sambamba na hili. Kwa sababu nini kinaendelea? Ili unapotoka utukufu hadi utukufu, kutoka kwa tabia hadi tabia, mstari unachukua uzito mwingine. Maana yake ni kwamba hujui tena chochote kuhusu aya hiyo. Mstari huo ulitolewa kwa utukufu mwingine.
Kwa hivyo vitabu hivyo 14. Wakati mwingine na kuambia kwa ndege ya saa 2 unaweza kusoma yote 14. Kwa sababu Filemoni ana ukurasa mmoja. Kweli karibu ukurasa, sura inachukua nusu ya ukurasa kwa upande mwingine. Tito ana sura 3. Fikiria. Timotheo. Barua ya kwanza kwa Timotheo ina sura 5 au 6 hivi. Na sura 6 si kitu, ni fupi sana. Ndiyo maana maneno ya Roho zinafaa zaidi kuliko yoyote neno mtakalolipokea kutoka kwa ulimwengu, kwa kuwa ni kidogo. Tazama ni mara ngapi malaika wamesema nami, hawaketi nawe na kuzungumza hivyo, wao ni maalum. Kwa mfano, nakumbuka huko Hartford, Connecticut, miaka mingi iliyopita, malaika waliniambia kila kitu ni sawa. Kwa amri tu kutoka kwa malaika kukuambia kila kitu ni sawa. Wakati mwingine nilipokuwa Puerto Rico, malaika aliniambia, Miami ni daraja la mataifa, nenda huko. Nilisikia kwamba ilikuwa wazi sana. Ni jambo unalokabiliana nalo, huna shaka nalo na unafanya hivyo hasa kwa sababu ina wewe. Mawazo hayo yanakumiliki na ni maneno maalum. Zaidi ya hayo, wachache wana vitabu hivyo 14. Warumi ina sura 16 ambazo zimeelekezwa kwa Rumi. Kweli, kwa sababu tulilazimika kuongea na Roma sana. Fikiria. Lakini barua hizo 14 ndivyo miaka inavyopita. Kweli, angalia, leo ninajirekebisha. Wizara sio wizara. Hiyo inaonekana rahisi. Kwa mfano, angalia kanisa, makanisa. Kristo alikufa kwa ajili ya kanisa. Tunasema tuna makutano 313 ambayo ni kanisa, na tunapokuwa na 600 ni kanisa, na tukiwa na 3000 Wagalatia 6:10. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema. Tunajaribu kufanya mema kwa kila mtu, sawa? Na zaidi kwa wale wa familia. Wale wa familia Na inaposema wale wa jamaa ya imani, anazungumza juu ya imani ya Injili ya wasiotahiriwa. Kwa sababu hiyo ndiyo familia halisi. Kwa hivyo kuna familia moja tu, kanisa moja, kundi, na kutakuwa na mchungaji. Lakini ili kuwe na mchungaji lazima kuwe na utume. Lazima kuwe na mkalimani, hakuwezi kuwa na wafasiri 20 kwa sababu basi yeye si mchungaji tena. Ukiweka wachungaji 2 ndani inaharibu. Ukiweka wachungaji 3, utofauti huanza. Kwa sababu wanaanza kufikiria tofauti. Sasa huyo mchungaji hana budi kuwa na nia ya Kristo ili kuondoa akili. Katika kesi hii niliondoa yangu. Kwa mfano, ilipotokea kwangu, na ninalazimika kuelezea hili kila wakati. Ilipotokea kwangu, yeye ambaye alifufuka miaka 2000 iliyopita, ambaye aliishi katika mwanga usioweza kufikiwa na hakuonekana tena. Aliponitokea, inapounganishwa, nilianza kuzungumza naye, lakini niliyekuwa naongea naye ni mimi mwenyewe. Nilisikia sauti, lakini hakukuwa na mtu mwingine. Kwa hiyo niliendelea kuzungumza naye, lakini ilikuwa hapa. Ina maana alileta akili yake na kuiweka ndani yangu. Ndiyo maana nilianza kufundisha kama nilivyokuwa nikifundisha. Na sikuweza kueleza kwa nini. Alisema, "Hey, aya hiyo ni ya kushangaza." Na siku zote nilijiuliza, je, nilikuwa nimeisoma hapo awali? Na kwa nini ninaitazama kutoka kwa pembe hiyo na kabla sijaiona kama hiyo? Itakuwa nini? Je, inaweza kuwa nina akili? Sio hivyo. Nina akili fulani, sina Ninamaanisha Joss Lewis sio mtu mwenye nia iliyofungwa. Zaidi au kidogo, nadhani kidogo, lakini si kwa njia hii. Kuzungumza miaka 20 bila kuingilia kati. Ndiyo maana
aliye hapa na kuondoka anajaribu. Kweli tayari ninajua zaidi au chini ya misingi ambayo Jose Luis anaelezea. Ninachukua hii kutoka hapa. Nami nitaanzisha kanisa huko, baada ya yote ninayo Biblia. Kwa hiyo wanaondoka na wanaapa kuwa wanaendelea vizuri. Na wanaanzisha kanisa lao. Lakini basi nini kinatokea? Kwamba neno hili lina kifuniko cha kimalaika. Kisha kifuniko cha malaika kinafunika masikio ya watu wanaowasikiliza ili wasizae matunda. Wanaziba masikio yao. Na kisha badala ya kukua, wanaanza kupungua na kupungua mpaka kanisa limeondolewa kabisa. Kwa sababu ni aina ya mafundisho ambayo ina chanjo ya malaika. Ndiyo sababu haifanyi kazi kwao. Wale ambao wamejaribu kuwa, tumeona watu wachache sana wakifanya hivyo. Wamejaribu na hawawezi. Au watu ambao wakati mwingine huwafikia huwauliza, "Hey, umeipata wapi hiyo?" Na wanaanza kugundua hadi watakapofika. Kwa hivyo neno hili ni ya akili moja tu. Na mwenye akili hiyo basi ana agano. Na mpatanishi ndiye anayeelezea mapatano haya. Tumalizie na barua ya kwanza kwa Timotheo. Haisemwi Timotheo wa kwanza kama tulivyoeleza hapo awali, sivyo? Kwa sababu Timotheo hakuandika, ilikuwa ni Paulo kwa Timotheo. Sura ya 2 aya ya 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja tu. Na mpatanishi kati ya Mwenyezi Mungu na malaika. Ikiwa ningesema malaika, basi ingekuwa mbinguni mbali. Lakini ikiwa utasuluhisha kati ya wanaume, lazima uwe na mwili. Kwa sababu mimi kwa roho wanazungumza kidogo nambari moja. Hawatazungumza nawe hivyo kwa dakika 35 kama nilivyofanya usiku wa leo ama dakika 40. Kwa hiyo mpatanishi huyo alipaswa kuwa na mwili ili kuweza kuwa miongoni mwa wanadamu. Ni kama anaposema nitatembea. Nitaishi. Kwa hilo unapaswa kuwa nayo pazia. Kisha baada ya kusema Yesu Kristo mwana wa Mungu, inasema Yesu Kristo mwanadamu. Kweli ikiwa sio mimi itafute. Lakini inabidi awe anazungumza juu ya jambo hili. Lazima anazungumzia wizara ya kuhesabiwa haki. Unapaswa kuwa na injili ya wasiotahiriwa. Unapaswa kuwa nayo. Utume mmoja. Inabidi atumie barua zote 14, hawezi kutumia vitabu vyote 66 maana angekuwa anachanganya mambo. Fikiria, na lazima iwe katika injili. Injili ya kuhesabiwa haki. Tunapaswa kuwa wazi juu ya mambo hayo, sawa? Kwa hiyo haji kama wainjilisti wanavyosema, wanangoja ifike na kuchukuliwa mawinguni. Angalia jinsi wanavyofikiria. Kufikiria hivyo lazima uwe wazimu kidogo. Na kwa kuwa kuna mambo mengi leo, ikiwa anayeendesha gari la moshi ni Mkristo kama wanasema, wanamchukua na gari moshi huishia kugonga. Na ikiwa mtu huyo anaendesha ndege, kama watamchukua, ndege ilianguka na abiria wote, isipokuwa 2 au 3 waliokolewa kama wasemavyo, na kuwanyakua pia. Lazima uwe na ubongo ulioharibika kuamini katika aina hiyo ya kuja. Na kwa hili nasema kwamba kuna mamilioni ya vichwa vilivyoharibika kwa sababu kila mtu anasubiri kuja kwa Bwana bila upatanishi. Kuja bila mpatanishi. Kuja lakini bila kuwaeleza chochote. Niko sawa kusema utukufu kwa Mungu, haleluya. Niko sawa na shetani akiwa nyuma yangu. Mimi ni mzima ingawa leo niko katika dhambi, na kesho niko safi, na kesho najisafisha, na kesho nachafuka, na kesho najuta, na kesho sijuti. Paulo anaposema kwa uwazi sana kwamba Roho akae ndani yetu analia Aba Baba. Wanasema haleluya. Na wanasema kana kwamba hakuna kilichotokea.
Na Mtume Paulo hakuwahi kusema haleluya, kwa kweli hata hakuitumia kama mfano. Wala kukosoa, alisema haleluya. Mimi nikikosoa na kuonyesha nasema wanachosema, lakini Pablo hakusema hivyo. Isitoshe, katika kinywa cha Paulo neno Yehova hata halikuwepo. Hajawahi kusema kwa sababu Yehova yuko katika hekalu lake takatifu, si kwa sababu Yehova alibadilisha jina lake. Kwa Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Kwa hivyo sijui wainjilisti wanangojea nini? Wanamngojea Yesu ambaye hatakuja kwao, na huku wakiendelea kumngoja hivyo, mageuzi yatakuja na watakaa huko. Watabaki katika mwili wa mauti. Lakini tunapokea kwamba kondoo wote ni wanyenyekevu. Lakini wanapaswa kujifanya upya. Wasipojifanya upya, hawamwoni Bwana bali wanamwona Jose Luis. Ndicho kinachotokea kwa vyombo vya habari. Wanasema, unawezaje kuwa Yesu Kristo? Ni sawa na kumuuliza Yesu kwamba, unawezaje kuwa mtoto wa Mungu? Ni rahisi, Maria alinizaa. Na unawezaje kuwa Yesu Kristo? Hiyo ni rahisi, aliunganishwa nami.